Kwa kulinki na JKT, mafunzo ambayo nimeweza kuyapata kule, tumefundishwa uzalendo, uvumilivu na ustahimilivu. Jeshi la Kujenga Taifa yani JKT linamwandaa kijana kuwa mkakamavu, kuwa mvumilivu na pia kupata nidhamu ya namna gani anaweza kusustain katika mazingira au katika jamii. Mimi kabla sijaingia mafunzo, taarifa zilikuwa nyingi, wengi walikuwa nakatisha tamaa, but mimi kwenda kuobserve nilijifunza vitu vingi. Yapo mambo mengi ambayo nilijifunza kupitia mafunzo ya JKT, ikiwemo ujasiri, uzalendo, ukakamavu. Kwa Makutupora kulikuwa kuna shughuli nyingi, ikiwemo umwagiliaji wa maji, kwenda kuvuna zabibu na vinginevyo vingi. Mimi kupitia mafunzo ya jeshi amenifunza mengi. Kwa mfano hivyo kwenda na muda. Yaani jeshini ilikuwa properly, labda tunaamka saa 12 mnaenda hivi na hivi na hivi. Kwa majina naitwa Jaziru Jafari Lubondo, ni kiongozi wa ulinzi na usafirishaji Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya sheria. Mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tumefanikiwa kupata mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa yani JKT mnamo mwaka 2022, operation ya Mabeo. Mafunzo yangu nimepata kambi ya Makutupora Dodoma, na ninaweza nikasema faida za mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa haswa kwa sisi vijana ambao tunakuwa tumetoka shuleni yani form 6. Jeshi la Kujenga Taifa yani JKT linamwandaa kijana kuwa mkakamavu, kuwa mvumilivu na pia kupata nidhamu ya namna gani anaweza kusustain katika mazingira au katika jamii. Naweza nikasema kwamba wazazi na walezi na pia na vijana wenyewe, mafunzo ya JKT ni mafunzo bora sana kwenu vijana, kwa sababu tunayo mengi sana ambayo tumeyapata kupitia kule. Kwa mfano, naweza nikawa shahidi wa mafunzo yangu katika Jeshi la Kujenga Taifa JKT Makutupora. Kuna sekta mbalimbali, kuna sekta ya ufugaji wa kuku, kuna sekta ya kilimo, kuna sekta nyingi sana. Niende direct kwenye masuala ya kilimo. Kule tulifundishwa namna ya kuandaa vitaru, tukafundishwa namna ya kupanda vitunguu. Tumefanya hivyo na pia mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeenda kupractice direct kuifanya ile, na pia mpaka sasa ndio iliyokuja kunilipia ada yangu ya mwaka wa pili kupitia kitaru ambacho nilikianzisha nyumbani kupitia wazazi wangu, lakini mimi ndio nilikuwa msimamizi namba 1 kwa sababu nilikuwa nina ujuzi ambao nimeupata kutoka JKT Makutupora. Naitwa Noali Abduli Mtikita, mwanafunzi wa mwaka wa pili kutoka Idara ya Sayansi ya Siasa na Utawala wa Umma, Chuo Kikuu cha Dodoma, nikiwa nimesimama mbele hapa kama afisa itifaki ambaye anahudumia katika serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma. Niliwahi kushiriki mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria mnamo mwaka 2023, OP miaka 60 ya JKT. Kiukweli tangu nimeweza kupata mafunzo ni mengi ambayo yameweza kunisaidia mpaka sasa. Kwa mfano, katika wizara ambayo nahudumia ya itifaki ambayo inajihusisha kutoa huduma za ulinzi na usalama, kwa sababu hata hapa tulipo kuna kikao ambacho kinaendelea humo ndani cha serikali ya wanafunzi. Lakini pia nipo hapa nahudumu kama afisa itifaki ambaye najaribu kuhakikisha mambo yote yanaenda sawa kwenye upande wa ulinzi na usalama. Lakini pia huduma zetu pia ni kupokea wageni. Kwa kulinki na JKT, mafunzo ambayo nimeweza kuyapata kule, tumefundishwa uzalendo, uvumilivu na ustahimilivu. Katika nyanja ya itifaki tunakutana na wageni mbalimbali, tunakutana na watu wenye huka tofauti, tunapata bahati ya kukutana na viongozi wakubwa. Wakati mwingine pia tunaenda kutembelea hata Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata mafunzo zaidi. Lakini pia tumeweza kuhudumu hata katika matukio na shughuli za chuo ambazo inatumika katika mahusiano ya Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na vyuo vingine. Kwa hayo yote ni manufaa ambayo niliyapata kutoka JKT. Kwenye jamii tunazoishi kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana ambao tunapotoshana kifikra kwamba JKT kule ni mateso, watu wanapata mafunzo ambayo
kiufupi yanaweka under pressure, lakini hilo si kweli. Mafunzo ni mazuri kwa sababu katika kufunzwa ustahimilivu na ukakamavu usitegemee kwamba utaishi kama mfalme. Kuna vitu vidogo sana vya kawaida ambavyo tunavifanya kule. Ni mazoezi tu ya mwili ya kiafya ambayo wengine tunafanya kila siku na ameingia kwenye rutini za maisha yetu. Kwa ni mengi ambayo tumejifunza: kusimama mbele za watu, kuwa na ujasiri wa kuzungumza, namna ya kumudu, kumwateni, kupokea wageni, namna ya kuishi na watu katika jamii, namna ya kucorrelate na mahusiano ya chuo ya hapa na pale na katika maisha yetu ya kila siku ambayo tunajifunza. Kwa hiyo mimi nipende kutoa wito kwa wazazi. JKT wala si sehemu ya kumtesa mwanao. Mwanao popote alipo sasa, kama amefanikiwa kuhitimu elimu ya kidato cha 6, ningependa kutoa ushauri na kutoa rai, mpeleke JKT akapate mafunzo, kwa sababu ile imewekwa thabiti katika kujenga vijana wa Kitanzania kuwa na uzalendo, ustahimilivu na pia ni jeshi la akiba. Kwa majina naitwa Enifrida Gervas Moshi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha UDOM, nasoma mwaka wa 2 sheria. Mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria nimepitia Makutupora, operation miaka 60 ya JKT. Mimi kabla sijaingia mafunzo, taarifa zilikuwa nyingi, wengi walikuwa nakatisha tamaa, but mimi kwenda kuobserve nilijifunza vitu vingi. Yapo mambo mengi ambayo nilijifunza kupitia mafunzo ya JKT, kiwemo ujasiri, uzalendo, ukakamavu. Kwa Makutupora kulikuwa kuna shughuli nyingi, ikiwemo umwagiliaji wa maji, kwenda kuvuna zabibu na vinginevyo vingi. Mimi kupitia mafunzo ya jeshi amenifunza mengi. Kwa mfano hivyo kwenda na muda. Yaani jeshini ilikuwa properly, labda tunaamka saa 12 mnaenda hivi na hivi na hivi. Kumbuka tukifika hapa chuoni amna mtu yule wa kukusimamia, labda kugongea kengele nenda akafanya hivi na hivi na hivi. Kupitia mafunzo ya jeshi hiyo imenifanya ukakamavu, unaweza ukaamka hata saa 12 kipindi kinaanza saa 2. Ukajiandalia ratiba yako kwamba mimi hapa by that time nitakuwa nimefika darasani. Kwa hiyo imenijenga mimi ule yani ukakamavu wa kuamka, yani sio kuzubazuba hivyo, kuamshwa. Maana unakuta kama wengine wametoka form 5 na form 6, kuna ile notion kwamba mwalimu lazima agonge kengele au afanyaje, lakini huku chuoni hamna hiyo system. Kwa hiyo imenijenga kutokana na jeshini. Jeshini mmeambiwa muda saa ngapi kuamka, wote mnakuwa mko at that proper time. Hivyo ninawaasa wenzangu, wadogo zangu, kwa wasiogope kitu chochote. Tunaenda kujifunza mambo mengi, hauondoki kapa, unaenda kupata ujasiri, uzalendo, wa kujua zaidi mafunzo. Kuna wengine pia tulipofika kule walikuwa wanachukia, but the moment tulipofika pale kulikuwa kukutana na wale wenzetu wana service, nao wakawa natamani mimi nabaki, naongea na mzazi wangu, naomba na mimi nibaki, maana naona mafunzo yako hivi hivi na hivi na hivi, ili nije kulinda taifa letu. Kwa majina naitwa Abdul Nasoro Puga, mwaka wa 2 sheria, chuo kikuu cha Dodoma. Mafunzo ya JKT nimepitia katika kambi ya Kibiti, operation miaka 60 ya JKT mwaka 2023. Vipo vingi nimejifunza kupitia JKT, na kuhusu fununu nimezisikia nyingi kabla ya kwenda na baada ya kwenda. Kwa upande wangu nilipokuwa JKT, kitu kikubwa sana nilichoweza kujifunza ilikuwa, ukiachana na ukakamavu na ujasiri ambao tuliojengewa na jeshi la kujenga taifa, kitu kingine ni issue za uzalishaji mali, jasiriamali. Mimi kwa ufupi malezi yangu walikuwa nililelewa kama mtoto wa mwisho, yale mtoto wa kulelewa, yani sio wa mama, ni mtoto wa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini wakati sijafika JKT niliambiwa, basi nilipata vitisho kwanza ndani ya familia na watu wa nje. Akaniambia, wewe utayaweza mafunzo ya JKT? Watu wanakufa, watu wanafanya nini.
Lakini kikubwa katika familia yao pia alitokea mtu mmoja ambaye alinishika mkono akaniambia nenda na kuona unaweza nenda. Na nilipoenda kule kweli nikaweza, sikuona mateso. Wazazi nachowaambia kwa sisi ni vijana na JKT imewekwa kwa kutulenga sisi vijana kutuandaa na maisha ya baadaye. Kwa sababu tukitoka mikononi kwa wazazi tuna maisha ambao sisi wenyewe tunatakiwa tujitengenezee. Kwa hiyo tunapoenda JKT tunajifunza issue ya ujasiriamali kwa mfano. Ujasiriamali utanisaidia mimi na kizazi changu ambacho kitakachokuja baadaye. Kwa wazazi wasiwabane watoto, wasiishi na zile wasema mitazamo ambao jamii sasa hivi inaipublish kwa JKT ni sehemu ya watu ambao wanaenda kupata madhara, kufa nini. Kwa cha msingi hapa wazazi ni kuombea tu dua watoto zao na kuonyesha mwangaza nini wafanye na nini wasifanye. Lakini kuhusiana na JKT ni sehemu nzuri ya mafunzo katika maisha. Kwa majina ya Julius Johnson Joshua, nimehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT kambi 830 KJ Kibiti katika upia ya miaka 60 ya Muungano. Na nimejifunza mambo mengi ya kule, nimejifunza uzalendo, utii, nidhamu na uhodari. Pia imejengea nidhamu ya kujiamini kwa sababu mimi tangu naanza kusoma, nilisoma shule za day, tangu naanza la kwanza mpaka naanza form 6. Nilikuwa sijajua jinsi ya kukaa na watu, kuishi na watu, kula na watu wengine, kushana tabia mbalimbali kutoka makabila mbalimbali. But nilipoenda kule nisaidia nikajumuika na watu wengine kutoka makabila mbalimbali. Pia nilienda mkoa ambao nilikuwa sitajui kama nitakuja kufika, nikajiunga na makabila mbalimbali, tukashare baadhi ya idea, ikanijengea uzalendo na kupendana kwa kila mmoja. Imejengea msingi mzuri mpaka hapa nilipo. Ni vigumu sana kwa hapa chuoni first year kupata uongozi. Ila kwa sasa hivi mimi ni katibu wa ulinzi hapa CHSS. Kutokana na kigezo cha JKT kimenifavor mpaka nipata nafasi hapo. Kwa majina naitwa Jackson Maendeka Kuluchumila, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili, nasoma katika taasisi ya lugha na tamaduni za Kichina, Chuo Kikuu cha Dodoma. Mafunzo ya JKT nimeyapata 822 kikosi cha jeshi la Mkoma. Nataka niwaeleze wazazi na walezi wa watoto ambao wamechaguliwa kwenda JKT mwaka huu, wasisite kuwapeleka kwa maana kule yani maisha ya kawaida tunayoishi huku nyumbani, kama ni kilimo nyumbani kipo na kule kipo, ujenzi kule upo na huku upo. Yani kimsingi ni maisha tu yale ya kawaida ambayo tunaishi huku. Kwa majina naitwa Rogers Leonard Muganda, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili Chuo Kikuu cha Dodoma, nasoma degree ya sheria. Nimepitia mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria, operation miaka 60 katika kikosi cha Mpwapwa JKT 826 KJ. Vitu nilivyojifunza JKT miongoni mwao ni utii. Ni moja wapo ya kitu kimoja ambacho nimejifunza sana kule, kwa sababu kuna muda mtu alikuwa anakupa amri, bana fanya hichi, au muulize bana kwa nini umeniambia fanya hichi, unatii. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kunisaidia huko mpaka leo. Issue nyingine ni issue ya nidhamu. Nidhamu kwa maana ya kwamba kwa maana ya kumheshimu mtu. Kuna muda tu ulikuwa unakutana na afande ana umri mdogo, tukimwangalia unamwona kabisa huyu unamudu, lakini basi tu ndio hivyo anakupa order unafanya. Ni vitu vingine ambavyo tunaviapply hata huku vioni kwetu. Ukiangalia kuna muda malecture wetu walimu wetu ni mdogo kabisa. Na muda mnakuta kabisa ukimwangalia unasema huyu kama amenizidi miaka 2 3, lakini ndio hivyo, ni mwalimu wako anakupa order na mtii na vitu kama hivyo. Issue nyingine ni nidhamu ya muda. JKT kule tulikuwa tunaenda na muda sana, yani kama ni saa 12 saa 12, muda wa kufoleni saa 1. Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza sana kule, na mpaka leo najivunia kujifunza vile vitu. Maana hata huko pia vinatusaidia. Huko pia tunaenda na muda. Kipindi ni saa 1 ni saa 1. Ukichelewa ukipewa adhabu hiyo ni juu yako. Mimi kwa naomba tu nitoe wito kwa wanafunzi wa hitimu kidato cha 6 pamoja na wazazi, wafungue moyo. Tunajua kule ni kufungua moyo, kukubali. Mimi sidhani
Kama kunaweza kuwa na mzazi ambaye anamtengenezea njia nzuri mwanae, amkataze kwenda kule. Kwa sababu yani kwamba mtoto atashindwa kumwagilia bustani, mtoto ashinda kwenda kupiga kwata, basi sasa utashindwa kupiga kwata, unaweza kaenda ukacheza ngoma, unaweza kaenda kucheza singe. Mimi sidhani ni vitu ambavyo kama ni vitu ambavyo vinaweza vikamshinda mtu. Yani mzazi ambaye anamtarajia mwanae uko mbele ajifunze kujitegemea afu namkataza kwenda JKT, sidhani kama ni kitu sahihi. Kwa mimi nilikuwa nawaalika tu ndugu zangu wahitimu wa kidato cha 6, wazazi wafungue mioyo, kule hamna mateso. Kwa hiyo tunaenda kujifunza kujitegemea. Kwa jina naitwa Salum Ibrahim Hafidhu, ni mmoja kati ya vijana ambao wamepitia mafunzo ya awali ya kijeshi mwaka 2024 katika kikosi cha 839 Makoyuni JKT ambacho kinapatikana mkoani Arusha. Vitu ambavyo nimevigain kupitia mafunzo ya awali ya kijeshi ambao nimeyapata kupitia JKT, cha kwanza ni I can say confidence, kwa sababu tukiwa kule jeshini kuna vitu ambavyo tunavipitia, inawezekana tukaona kama ni vya kawaida, sema vinatuongezea confidence. Bila mafunzo yale ambayo mnapitia, ukipitia JKT ukirudi huku mtaani, yani unakuwa ni mtu ambaye ni tofauti ambaye hajapita JKT, kwa sababu kuna vitu umevipitia yeye hajapitia. Kwa hiyo obvious kuna confidence ambayo inakuwa imejengeka kwako. Kingine, JKT ni uzalendo. Kuna vitu mbalimbali ambavyo tunafundishwa, obvious yani vinakujenga wewe upende nchi yako. Na kuna muda mnapitia doso kubwa, hivyo mazoezi, mwisho wa siku mnaimba nyimbo zile za kizalendo. Ukifanya masala unaweza ukalia, sababu nyimbo ambazo zina hisia kwa kweli. Kwa mfano kuna wimbo unaimbwa na panaidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda paka kufa. Unaimba wimbo huo wakati muda huo shara kufanya mazoezi, umechoka, then mnaimba huo wimbo. Au wimbe peke yako, mnaimba wengi. Kwa hiyo kuna hisia fulani hivi inakuja kwamba sawa, napitia kama kijana lakini kwa ajili ya nchi yangu. Hivyo uzalendo. Lakini kitu kingine, kama tunavyojua ukakamavu pia ni muhimu. Sababu licha shughuli mbalimbali mnazofanya, lakini pia kuna mazoezi ambayo mnayafanya yanakufanya kijana uwe mkakamavu. Ukiniangalia mimi na kijana ambaye hajapitia JKT, obvious kuna tofauti. Unaweza kuona udogo, mbona kama yupo kawaida, ila kuna kitu ambacho mimi ninacho yana na kuhakikishia hilo. Kingine, nadhani pia kuna opportunities mbalimbali ambazo mimi kama kijana ambaye nimepitia JKT naweza nikazipata kwa namna moja ama nyingine. Moja hapo, kuna nafasi mbalimbali zinatoka za kuandikishwa jeshini. Mimi kama kijana ambaye nimepita JKT inawezekana nikapewa kipaumbele kwa namna moja ama nyingine. Taasisi mbalimbali pia zinataka watu. Mimi kijana ambaye nimepitia JKT kuna vingi sana ambavyo nimejifunza, uadilifu pia. Kwa obvious inawezekana akanichagua mimi kuliko mtu mwingine ambaye hajapita JKT kwa sababu kama hizo. Nadhani inawezekana hapa naambia public, lakini pia mmoja mmoja nimekuwa nikiwaambia. Kwa ndugu zangu nishaye kuongea nao, like ndugu wangu usiache kwenda JKT because I know watu huko mtaani wanatishana sana, lakini kuna faida kubwa sana kwenda JKT. Wasiache waende. Kwa majina naitwa Imala Norasco Sampala, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Nachukua degree ya Cultural Heritage and Tourism. Mafunzo yangu ya JKT nimeyapata katika kikosi cha Lua JKT 846. Kwa mara ya kwanza sikupata nafasi ya kuchaguliwa. Hata mara ya pili sikupata nafasi ya kuchaguliwa, lakini nilimuomba mzazi wangu, ingawa naye alikuwa ameasiwa na ile notion kwamba hautaki kwenda jeshini kwa sababu kule kuna mambo mabaya, mtoto wangu unaweza kaenda kupoteza maisha. Akasema, mama, kama mimi ni wakufa hata hapa nyumbani naweza nikafa, acheni tu nikapate mafunzo yangu katika kikosi hicho kilichopo karibu na nyumbani. Wakaniruhusu, licha ilikuwa ni kwa shingo upande, lakini waliniruhusu. Lakini baada ya kurudi kuna manufaa ambayo nimeyapata kutoka kwangu, kwa sababu mambo mengi nimejifunza, ikiwa ni pamoja na masuala mazima ya uzalishaji mali. Kama alivyo matarajio ya kila mzazi wa Tanzania, anatarajia kupata taifa lililo bora. Na taifa lililo bora linategemea vijana walio bora, kwa sababu vijana ndio taifa lenyewe. Hivyo kila mzazi awiwe mtoto wake kwenda kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu yana manufaa makubwa kwa taifa, hata kwa mtu
mwenyewe binafsi, kwa sababu mtu anapoenda kujifunza hata ratiba zake za kimaendeleo lazima zipangilie vizuri, kwa sababu kule tunajifunza namna ya kutunza muda. Hiyo ndo moja ya funzo ambalo tumelipata kule, kwamba ukitunza muda hata mambo yako utayamanage, kwa sababu ukipoteza muda adhabu liko unapewa, japo adhabu zenyewe ni za kawaida, kwa sababu ni zile za kukumbushana, jambo ambalo wenzetu wakiona labda kwenye clip wanadhani kwamba ndio mateso, kwamba JKT siwezi nikaenda kuna mateso. Hamna. Kwa majina yangu mimi ni Mr. Gidama Sauda Thomas. Nasoma college ya informatics hapo chuo kikuu cha Dodoma. Ni mwanafunzi wa mwaka wa pili software engineering. Kipindi namaliza form 6 nilipata nafasi ya kujiunga na operation ya miaka 60 ya JKT. Nikachaguliwa kujiunga na kambi ya Nachingwea 843 KJ